Na Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu unayetufuatilia kupitia Boko Calvary Media, ni siku njema tena, siku ya tatu na ya mwisho, tukiwa tunamalizia kabisa kongamano la vijana wa section ya Mabwepande. Leo siku njema iliyompendeza Mungu. Vijana siku zote hawaachwi na mama zao. Tumekuwa na mama mzuri sana, mama ambaye ndo bosi wa section pia ya Mabwepande. Leo ametutembelea kuanzia asubuhi sana, amefunga na sisi na tuko pamoja. Nisiwe na maneno mengi, tuweze kumsikiliza. Bwana Yesu asifiwe mama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Majina yako tafadhali mama? Kwa majina yangu naitwa Eliaichi Stasoni Macha. Eliaichi Macha. Anayekutazama kupitia video hii angetamani kukufahamu wewe ni nani na kwa nini uko hapa hasa kwenye hii section ya Mabwepande. Karibu. Mimi niko hapa leo kwa sababu mimi ni mkurugenzi wa idara ya WWK section ya Mabwepande. Kwa hiyo leo nimekuja kuwatia moyo vijana wetu katika kongamano lao hili zuri sana ambalo lina mafuriko ya nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Mama, wewe ni mkurugenzi katika idara ya akina mama. Umekuja kuwatia moyo vijana. Vijana leo walikuwa wanajifunza juu ya mahusiano, lakini pia wamejifunza juu ya maajabu ya Roho Mtakatifu au vile Roho Mtakatifu anatenda kazi. Kwa dakika moja, hebu waambie wanaokutazama kwamba haya mafundisho mawili ya mahusiano na Roho Mtakatifu, kwa nini hasa yanampasa kijana kuyafahamu? Kwa kweli somo hili la mahusiano mimi binafsi limenigusa sana kulingana na kizazi chetu kilivyo sasa. Vijana wetu wanaangalia tu, labda wanaangalia maumbile, wanaangalia uzuri tu wa nje, lakini hawaangalii ule uwepo wa Mungu ndani ya kijana, labda awe ni kijana au binti, kwamba anataka kuolewa, aoe katika mapenzi ya Mungu na aoe yule ambaye kweli Mungu alimkusudia atajaza ile nafasi ambayo ilikuwa wazi kwake. Amen. Sasa mama, naamini vijana wamepikwa na wamepikika na wako vizuri. Tunategemea baada ya hapa vijana wakienda huko mtaani watakuwa ni watu wa ajabu sana katika roho, kwa sababu wamepikwa vizuri ndani ya siku tatu. Sasa mama, embu anayekutazama hapa, tunajua sasa vijana tumemaliza. Ninyi nanyi akina mama sasa tutegemee lini na nini mlichotuandalia? Sisi tegemeeni mambo mazuri kama haya pia katika kongamano letu la WWK litakaloanza tarehe 17 mpaka tarehe 20 mwezi huu wa 6. Tumeandaa mambo mazuri kwa sababu lengo la askofu wetu mkuu na matamanio ya askofu wetu mkuu ni kuona kanisa linajaa roho, wanawake wanajaa roho. Basi na sisi tumeandaa somo la ujazo wa Roho Mtakatifu. Wanawake wakijaa nguvu za Roho Mtakatifu, hata familia zetu zitakuwa ni bora. Wanawake wakijaa nguvu za Roho Mtakatifu, familia zitakuwa ni bora. Lakini mkurugenzi wetu anasema, askofu wetu na ambaye ndio kiongozi mkuu wa kanisa zuri sana la TAG, Mchungaji Barnabas Mtoka Mbali, anatamani kuona mabadiliko makubwa katika sekta hii ya kumtumikia Mungu. Sasa mama, wapo akina mama, wapo vijana, wapo wazee, wapo watoto ambao wangetamani kujua ili kongamano linaloanza tarehe 17 siku ya Jumatano mpaka tarehe 20 litawahusu akina mama tu au mwaliko ukoje? Hebu zungumza ili kila mtu ajue. Yaani tunawaalika watu wote, watu wa kabila zote, watu wa dini zote, wanawake, vijana, mabinti, watoto, tunawaalika kwenye hili kongamano. Lina mafundisho mazuri, malezi ya familia, malezi ya watoto, ni masomo yanayohusu watu wote. Karibuni sana. Amen, karibuni sana upate kujifunza malezi na kadhalika. Sasa mama, labda jambo la mwisho ambalo la muhimu sana, wanapokuja akina mama waje na nini? Wabebe sadaka, waje na kitu gani na nini? Tunatamani kujua kitu cha muhimu sana cha mama huyu kubeba. Katika kongamano hili pia tuna somo la umisheni, na umisheni ni moyo wa Mungu. Tunawaalika wakina mama mje na sadaka nzuri, tuweze kumtolea Mungu sadaka ya umisheni ambayo itafanya kazi ya kuipeleka injili iende mbele. Amen. Mungu akubariki sana mama.
Amina. Karibu sana. Sisi tunaendelea kumtumikia Mungu. Asante sana. Mungu awabariki sana. Amen. Wewe unatutazama, niseme tu Mungu akubariki sana. Usikose tarehe 17 mpaka tarehe 20. Akina mama hawa wanakuhitaji, njoo tuungane na kwa pamoja ukafurike roho wa Mungu, lakini usisahau sadaka yako. Huyu mama Mungu amempendelea na yupo kwa ajili yetu. Amen. Ni mimi Jackson.